ukilala kama huyu msambani, utapokelewa na Mungu kama ulikufa ukiwa mwenye haki. Maana haki inafuatana na mwenye haki, na ubaya unafuatana na mwenye ubaya. Katika kijiji hiki ambaye ninakanyaga nyayo zangu leo hii, Mungu amepanga hii nafasi ili nikuja ninene na wewe kwamba wakati umeyoyoma, siku zinakuja, ni wakati umekwisha. Jesus is soon coming. Lakini nataka kuzipokea zile roho ambaye zinaishi zikiwa zinatenda haki, lakini zile roho ambaye zinaishi kitenda mabaya, hakika ukanga wa Bwana umesimama, utakuja kukisikata zote, na Bwana apendezwi na ile roho ambaye inakufa ikiwa ndani ya dhambi. Geukia Bwana, geukia Bwana, ili unapokufa kama vile mzame kufa uweze kuona uso wa Bwana. Na Mungu alibariki andiko. Simama kwa miguu yako, mgeukie Bwana, ili unapokufa siku moja vile mzame kufa uweze kuona urithi wa Mungu, uweze kupokea ufalme. Maana roho yako ilikufa ikiwa inamtegemea Bwana. Hakutakuwa na wakati wa kutubu, hakutakuwa wakati wa kugeuka. Lakini saa hii, leo hii, dakika hii, mwambie Bwana, Mungu nirutie, na hakika atakurutia. Inua mkono wako juu. Thank you Jesus. We bless your holy name. Baba wetu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya kusanyiko hili ambao umelikusanya mahali hapa siku ya leo. Ni kwa sababu ya andiko lako Bwana. Baba, tazama neno lako limefikia watoto wako, na mara nyingi wametembea wakifikiria kwamba Bwana, msasi anaweza pepa dhambi za mtoto wake, ama mtoto anaweza pepa dhambi za baba yake. Kumbe mtu atapepa msalaba wake mwenyewe. Baba, uwasaidie wote ambao wamepokea neno hili, ili wakeuke Bwana, utakapowachukua siku moja kama vile umechukua mzee huyu Bwana, uweze kupendezwa na maisha yao. Maana unapendezwa na ile roho inakufa ikiwa Baba inatenda haki, lakini roho zote zitendao dhambi Bwana upendezi nazo. Niko na imani roho hizi ambaye si hai zimesikia neno hili Bwana, umezipatilisha, umewasamehe dhambi, umewakuza Bwana, umewaokoa Bwana, umewapatilisha Jehova, ili utakapokuja Bwana uweze kuwapokea wakiwa safi machoni pako Bwana, na utapendezwa na kanisa lako takatifu. Asante kwa shughuli ambayo iko mbele yetu, kwa kupeleka mwili huu kwa udongo uliotoa, na kabidhi shughuli hii mikononi mwako. Asante kwa askofu, asante kwa overseer, asante kwa wote wenyeji Bwana, uwatie nguvu, uwape hekima zote, kanisa lako lipate kusimama mahali hapa, na injili isije kuhubiriwa, maana wewe ni mfalme. Naomba nikiamini Baba utatenda, kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Kila mmoja aseme amen. Amen. Pigia Yesu makofi na useme Yesu ni Bwana. Amen. God bless you so much. Welcome Bishop. Bwana Yesu asifiwe. Umesikia maneno mafupi na ya maana. Ikiwa huwezi keukia Mungu, wewe mwenyewe shauri yako. Unajua wakati unanunua samaki wanahubiri neno, unauza mboga wanahubiri neno, wanatangaza kwa radio wanahubiri neno, kwa TV wanahubiri neno, kwa matanga hivi wanahubiri neno. Sasa ewe lilibeka sina. Bwana Yesu asifiwe. Amua kitu kimoja, umrutie Mungu, utang'ara vile sisi tunang'ara hivi. Amen. Wakati unarutia Mungu, ujue mambo yako ni sawa, na ugonjwa utapata. Angalia huyu mzee amekufa akiwa na nguvu. Angalia Shitagwa anatembea hapa 106 years. Kwa vile alirutia Mungu, na Mungu atamwekelea, anaweka pumzi ndani yako. Neno apostle, asante sana kwa neno. Amen. Na Ezekiel ndiye anakuenge mfano mzuri wa mwanadamu. Amen. Imefika wakati wa kuleta mtumishi wa Mungu wa Pumula Pastors Fellowship. Bwana Yesu asifiwe.